Wiki iliyopita vyombo mbalimbali vya habari viliripoti kikao kilichofanyika katika Senate ya Marekani, na katika kikao hiko kupitia vyombo vya habari wanasema kwamba kiongozi wa AFRICOM, kitengo cha kijeshi, moja ya vitengo 11 vya kijeshi vya Marekani kinachosimamia masuala ya Afrika kijeshi, kinachoitwa AFRICOM. Kiongozi wake ni jenerali wa AFRICOM, ni Mwafrika mwenzetu, lakini ni Mwafrika Mmarekani. Anaitwa Michael Langley. Sasa huyu ni jenerali mwenye nyota 4, cheo cha juu sana kuwahi kukamatwa na Mwafrika kule Marekani. Jenerali huyu, kwa mujibu wa vyombo vya habari, wanasema kwamba alipoitwa kuelezea tathmini yake juu ya masuala ya kiusalama Afrika, moja ya vitu alivyovieleza, wanasema kwamba alisema kwamba kiongozi wa Burkina Faso Ibrahim Traore anatumia dhahabu za nchi kwa ajili ya kujilinda yeye mwenyewe, badala ya kutumia kwa ajili ya kuwanufaisha wananchi au kulinda wananchi, bali kwa ajili ya kujilinda yeye mwenyewe kwa usalama wake. Na video nyingi zikawa zinasambaa wakionyesha jinsi huyu kiongozi wa AFRICOM akiwa anaelezea, umeona, na watu wengi sana wakawa wametoa maoni mbalimbali. Marekani ni nchi yenye jeshi namba 1 duniani, na wanapenda kuangalia maslahi yao katika kila nchi hapa duniani. Kupitia hilo wametengeneza vikundi mbalimbali vya kijeshi ndani ya jeshi lao, ambao vinakuwa vinasimamia kila ukanda. Ukanda wa Afrika ndio tunasimamiwa na hiyo AFRICOM, ambapo makao yake makuu yako Ujerumani. Ndiyo, najua itakushangaza kwa nini kitengo cha Afrika makao yake makuu yawe Ujerumani, yani kwamba kuamini Afrika na kuweka makao yake makuu, yani kuweka makao makuu maana yake ni kwamba wataleta vifaa vyao vya muhimu sana. Kwa hiyo watu wengi wanajiuliza, je, hawajataka kuleta hivyo vifaa hapa Afrika? Ndio maana hawajataka kuweka makao makuu ya hichi kitengo kinachosimamia mambo ya Afrika hapa Afrika, na wakakiweka Marekani, wakakiweka Ujerumani. Hiyo wanajua wao. Lakini kitengo cha AFRICOM ndio hivyo kwamba makao yake makuu yako Ujerumani, na Mwafrika ndo anakisimamia. Mwafrika mwenzetu lakini mwenye asili ya Kimarekani, yani Marekani mweusi. Kwa hiyo hichi kitengo kinashirikiana na nchi mbalimbali za hapa Afrika, na kinafanya mambo na nchi mbalimbali kasoro Egypt, kwa sababu Egypt yenyewe imewekwa katika kundi la CENTCOM, yani Central Command. Hiki ni kitengo chao cha kijeshi kinachosimamia maslahi yao kule Mashariki ya Kati. Kwa hiyo sasa, ambaye anakiongoza hichi kitengo kama nilivyoambieni hapo mwanzo ndio huyu Mwafrika mwenzetu ambaye anaitwa Michael Langley. Kwa hiyo haya ambayo anatumiwa kuongea juu ya Ibrahim Traore akayaongea kama mwakilishi wa hichi kitengo. Na watu wanajiuliza, je, kwa hiyo Marekani wanataka kumkamata Ibrahim Traore? Hiki ndio kitu ambacho tunakwenda kukiongea siku ya leo. Je, Marekani wanaweza wakamkamata Ibrahim Traore? Hakuna sheria kama hiyo, sijawahi kuisikia, ya Marekani kwenda kumkamata kiongozi wa nchi nyingine kwa sababu sijui kafanya hiki na hiki. Labda kama kiongozi kafanya uhalifu wa kivita, kafanya mauaji ya kimbari, kafanya mambo ambayo yatakuwa kinyume cha haki za binadamu, akawa na tuhuma ambazo anatuhumiwa katika mahakama hizi za kimataifa kama ICJ pamoja na ICC. Kwa hiyo mahakama zikatoa hati ya kukamatwa huyo kiongozi, hapo ndio pengine Marekani wanaweza kusema tutamkamata au tutasaidia akamatwe hivi na hivi. Lakini Ibrahim Traore hana makosa ya uhalifu wa kivita, hajafanya kitu chochote kile ambacho kikamfanya akashtakiwa katika hizi mahakama, umeona eh? Kwa hiyo kwenye hili ni kitu ambacho hakiwezekani wao kumkamata. Lakini huyu ni kiongozi ambaye huwa haendani na maslahi ya Marekani, kwa sababu ni kiongozi ambaye ameiweka Burkina Faso mikononi mwa Warusi ambao ni maadui wa Marekani, analindwa na Warusi. Kama angekuwa yuko mikononi mwa Wafaransa angekuwa anaendana na maslahi ya Marekani. Sasa nini huwa kinatokea ukiwa kiongozi ambaye utakuwa unaenda kinyume na maslahi ya Marekani? Kwa mujibu wa historia za huko nyuma, vitu ambavyo vilikuwa vikionekana na kutuhumiwa ni kwamba mambo ambayo yanaweza yakafanyika, labda kutengeneza maandamano
ili wananchi waandamane ili Ibrahim Traore atoke madarakani, kwa sababu vitu kama hivyo vilishashuhudiwa kwa viongozi wengine huko nyuma ambao walikuwa hawaendi sambamba na maslahi ya Marekani. Lakini kutengeneza maandamano kwa Ibrahim Traore itakuwa ni kazi sana, kwa sababu wananchi wenyewe wa Burkina Faso wametokea kumpenda sana na wananchi wa Afrika kwa ujumla. Kitu cha pili kinachoweza kufanyika nini? Labda mapinduzi, kitu ambacho sasa hivi kimeshajaribiwa kufanyika mara nyingi na kimeshindikana. Lakini kitu kingine labda mauaji, kwa sababu viongozi wa nchi huo wanauliwa pia, umeona. Kwa hiyo nao pia majaribio yameshakuwa mengi ya kutaka kumuua Ibrahim Traore, lakini yameshindikana. Sisemi kwamba ambao wamefanya hivyo wanafanya hayo majaribio na Wamarekani, hapana, ila tu ninachosema ni kwamba vitu kama hivi katika siasa huwa vinatokea endapo kiongozi atakuwa anaenda kinyume na maslahi ya nchi kubwa kubwa. Kwa nini Warusi wanamlinda Ibrahim Traore? Maslahi ya Warusi kuanzia Afrika inaanza kupambania uhuru ilikuwa ni kusimama na viongozi ambao watakuwa na uzalendo na Afrika, kwa sababu viongozi ambao hawana uzalendo na Afrika maana yake ni kwamba wataachia maliasili ziende kwa nchi za Ulaya Magharibi, washirika wa Marekani ambao ni maadui wa Mrusi. Watapata nguvu zaidi endapo watakuwa wanafaidika na maliasili zetu. Kwa ili Mrusi kupambana na hao maadui zake wa Ulaya Magharibi, anahakikisha anawazibia ulaji wao hapa Afrika, na kupitia hilo inafanya Mrusi awe ni partner mzuri kwa Waafrika, kwa sababu wote wanahitaji kitu kimoja, wote wana adui mmoja ambaye anafanana. Umeona, nchi za Ulaya Magharibi ambazo zimetutawala na kuchukua maliasili zetu kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo maadui zetu ambao ni wakoloni wetu ndio maadui wa Mrusi. Kwa hiyo hii kitu katika siasa inatengeneza urafiki, yani sisi na Warusi tunakuwa marafiki kutokana na kwamba tuna share adui. Katika siasa kila kitu huwa ni maslahi. Najua kuna wengi huwa wanasema hata kushirikiana na Mrusi ni tunakuwa pia kama vile tunatawaliwa tena na Mrusi, yani tunatoka kwa mkoloni wa Ulaya Magharibi tunaingia kwa mkoloni Mrusi. Hapana, ni tofauti, kwa sababu lengo la Mrusi ni kutaka Afrika isimame kwa miguu yake ili maadui zake wasipate ulaji. Ndio lengo lake, na ndio maana mababa zetu wa taifa wakawa wanajiona wako mikono salama, kwenye mikono salama kwa Warusi, kwa sababu tulia adui. Hivi ndivyo ilivyo katika siasa, mkishia adui tu nyinyi ni marafiki. Na wakumbusha kipindi cha miaka ya 40 Marekani na Warusi walikuwa wanashare adui ambaye ni Adolf Hitler pamoja na Japan, waliungana. Kwa katika siasa mkishia adui nyinyi ni marafiki, na sisi na Warusi tunashare adui. Kwa hiyo ndio maana inakuwa rahisi kufanya kazi pamoja, na inakuwa rahisi kwa Warusi kulinda viongozi wetu ambao walendo. Kwa hiyo imegawanyika. Nchi za Ulaya Magharibi zinapenda Afrika zitawaliwe na viongozi ambao wala rushwa, ili iwe rahisi kuwalaghai waweze kutoa maliasili zetu ambazo wao wanazihitaji sana. Alafu Warusi wao wanapenda kusaidia viongozi wazalendo wa Afrika, ili iwe rahisi hawa viongozi kuzibana maliasili zetu zisitoke zikaenda kuwafaidisha maadui zake wa Ulaya Magharibi. Nini maoni ya Waafrika juu ya ili sakata la Wamarekani na Ibrahim Traore? Waafrika wamelipokea ili sakata kwa namna ya kipekee kabisa. Waafrika wengi katika mitandao ya kijamii wameanza kuorganize siku ya tarehe 30 April na tarehe 30 Mei. Hiyo ni siku kwa ajili ya kujitokeza hadharani na kumuunga mkono Ibrahim Traore, yani kama kufanya maandamano ya amani. Waafrika wanamchukulia Ibrahim Traore kama rais wa Afrika, wakiona kwamba anaendana na yale ambao Waafrika wengi walikuwa wakitamani kuyaona. Waafrika wengi wamesoma historia na kuona viongozi wa zamani waliokuwa wazalendo kama Ibrahim Traore wakipata majanga mbalimbali, kama Thomas Sankara ambaye aliuliwa, umeona, Patrice Lumumba aliuliwa, lakini Nelson Mandela alifungwa kwa miaka mingi sana. Viongozi wengi, Kwame Nkrumah alipinduliwa. Kwa hiyo Afrika sasa hivi katika mitandao ya kijamii hawataki kuona hilo jambo likitokea kwa Ibrahim Traore mbele ya macho yao, wakati sasa hivi tayari wana information nyingi sana zinazohusu siasa ya Afrika. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo Afrika sasa hivi wanafanya, kumuunga mkono Ibrahim Traore kwa hali na mali. Si tu Ibrahim Traore amekuwa si tu kiongozi wa Burkina Faso, bali sasa hivi anachukuliwa kama kiongozi wa Afrika
kutokana na yale mambo makubwa ambayo ameyafanya ndani ya Burkina Faso yalivyopokelewa na